Kamishna msaidizi huko hapo, haya nayo yatoa ndio maelekezo halali ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, sio wa mahali pengine, wa Dar es Salaam. Kuanzia leo nyumba hii na ardhi hii ni ya Joel Mwambingu. Kuanzia leo, RPC naomba nisikilize. RPC naomba nisikilize, nazungumza kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa taratibu. Sikiliza. Ardhi hii namba 39 kwa mamlaka nilionayo na kwa sheria zote nilizojipitisha ni ya Joel Mwambingu na Fort Mwambingu. Namba mbili, mchakato uliotumika kumuuzia nyumba hii na kiwanja hiki yule kampuni yule, ninasifu ofisi ya ardhi kwa kufuta mchakato huo ili mchakato huo ufanyike kwa namna nyingine. Hiyo namba 2. Namba 3, kwa kuwa kiwanja hiki kwa mujibu wa taarifa na kwa hati yenyewe ni ya Joel na Fort Mwambingu, mchakato wote wa kuuza kiwanja hiki ufanywe na Joel Mwambingu na msimamizi wa mirathi kutoka kwa Fort Mwambingu. Namba 4, kwa kuwa familia hii mara ya kwanza nimeikaribisha ofisini pia ikandanganya kuhusu watu hao kwamba sio ndugu zao, na kwa sababu hapa nina mama mtu mzima, mama Happiness, kwa mamlaka hayo nilionayo namsamehe. Kwa mamlaka hayo nilionayo namsamehe. Namba 5, kwa sababu cheti cha ndoa kinaonyesha mashaka makubwa ya forgery, na kwa sababu nikiamsha madude michakato yote inarudi nyuma, vyombo vya dola akiwepo RPC akiwepo TAKUKURU lifikisheni mpaka mwisho, na kama mtagundua kuna jinai wachukuliwe hasheria kali ili iwe funzo kwa wengine. Namba 5. Namba 6, kiwanja namba 38 ambacho pesa ilitolewa na alipewa Lydia akapeleka huko alikopeleka kimakosa, lakini amekiri hapa kwamba alikwenda na banke mdogo, kiwanja chenye jina la Bernard Mwambingu. Hati hiyo RPC na mtu ali kamishna upo hapa Kianda na mkuu wa wilaya, wasaidieni sasa familia ya Bernard Mwambingu kupata kwanza hati ile, kulipa madeni katika njia watakazoziona ndani ya siku 30. Ndani ya siku 30 kama mtathibitika na itathibitishwa madeni yapo, yalipwe kwa namna ya sheria na taratibu zake, whether kwa kuuza watakavyokubaliana au kwa kutokuuza kama watakavyokubaliana. Na kwa kuwa tumekwisha tilia mashaka usimamizi wa mirathi tangu mwanzo, ni afadhali leo usiku mkakae muyahitimishe ili usimamizi wa mirathi ubaki kama ulivyokuwa awali, kwa kuwa likienda kinyume yatatenguka yote. Hiyo ni namba 6. Namba 7, Stella ambaye ametoa ushirikiano mzuri sana, perfect ushirikiano wake, hajataka hata kudanganya wala hajataka hata kudanganya dada wa watu, hajaogopa chochote,
wapo na wengine wengi. Tutawalinda na kuwapa ushirikiano. Namba 8, mwenyekiti wa halmashauri wa serikali za mtaa uko. Mwenyekiti, msije mkaungana na matapeli wa aina yoyote kwenye utawala wenu. Vizazi vyenu na machozi yao yatakuja kushuhudia dhuluma mtakazozisimamia. Damu ya mwanadamu huwa haipotei. Ni mapendekezo ya kamati. Baada ya vitu vingi kuonekana hapo na maelezo tuliyotoa, pendekezo la kwanza la kamati inasema kwa kuwa nyaraka za maombi ya umiliki wa kiwanja namba 39 Kitaludi zinaonyesha mchakato wake ulifanyika kipindi Dr. Bernard Thomas Mwambingu yupo hai na ulifanyika pamoja na maombi ya umilikishwaji wa kiwanja namba 38 Kitaludi, ni dhahiri kuwa Dr. Bernard Thomas Mwambingu alitoa eneo hilo kwa Joel Mpeni Mwambingu na Dr. Faust Thomas Mwambingu. Hivyo ni vyema Joel Mpeni Mwambingu akamilikishwa kihalali kiwanja namba 39 Kitaludi kwa kupewa hati miliki ya kiwanja husika. Namba 2. Kitendo cha Dr. Bernard Thomas Mwambingu na Joel Mpeni Mwambingu kuishi pamoja kwenye nyumba kiwanja namba 39 Kitaludi Kunduchi Mtongani kwa takriban miaka 7 inadhihirisha kuwa Dr. Bernard Thomas Mwambingu alikuwa akimtambua Joel kama mtoto, jamaa au mtu wake wa karibu. Kwa hiyo uamuzi wa kumilikishwa kiwanja ulizingatia ukaribu au mahusiano waliokuwa nayo. Namba 3. Kwa kuwa hakuna ramani inayoonyesha kiwanja namba 38A, 39A na 40A Kitaludi Kunduchi Mtongani, badala yake viwanja hivyo bado vinasomeka 38, 39 na 40 Kitaludi kwenye ramani ya awali yenye usajili namba 62441 na hati ya kiwanja namba 38 na 40 zilishatoka. Ni vyema wataalamu wa ardhi mathalani wapima wakashauriwa kutafuta ufumbuzi wa suala hilo pasipo kuathiri umiliki wa wahusika kwenye viwanja tajwa. Hii mali unaweza kuiona imeandikwa kwa jina langu, ila hii mali sio ya kwangu. Mimi nimeingizwa kwenye mali hii kwa ajili ya kukusimamia wewe na Joel mdogo wako, kwa sababu wewe ukuwepo nyumbani na hamna mtu angeweza kusimama kwa niaba yako wewe. Dada yenu mkubwa naye hakuwepo nyumbani, hamna mtu anaweza kusimama kwa niaba yenu. Mimi nimepewa hii ili niwasimamie nyinyi. Kwa hiyo na wewe unatakiwa upambane hii mali yenu muipate. Basi mwisho wa siku nikamwambia baba mdogo, kama kweli unataka mimi nipambane kwenye hii mali, naomba unipe power of attorney, kwa sababu huwezi kufuatilia kitu chochote bila kuwa na power. Lazima uwe na power ili uweze kufuatilia mali yoyote ambayo sio ya jina lako. Akanipa power of attorney babangu mdogo, akaniambia bwana, na document zote hizi hapa, naomba ufuatilie kila kitu. Kweli mimi cha kwanza nikaanza kwenda kufuatilia kuhusu masuala ya kesi, nikaangalia kesi inasemaje, nikakuta kesi ile mama Happiness hapa kwa withdraw, ikabidi niombe niseme kama mama Happiness kwa withdraw, nikamwomba mwanasheria tuandikie barua ili hati iendelee kuproceed. Ndio, kwa jina naitwa Joel Bernard Mwambingu. Ni mtoto wa mwisho wa marehemu Dr. Bernard Thomas Mwambingu. Na nina ndugu zangu ambao kama dada yangu alivyotoka hapa kujitambulisha, ambao kuna Lydia Bernard Mwambingu, kuna Emmanuel au Lusajo Bernard Mwambingu, kuna Tuganile au Edith Bernard Mwambingu, kuna Lilian Bernard Mwambingu na kuna firstborn wetu ambaye anaitwa Irene Bernard Mwambingu. Vyote kwa vyote ningependa kushukuru Mungu kwa hii siku ya leo, maana hata sikuwahi kutarajiaga kama kuna siku ya leo inaweza kaja kunitokeaga kwenye maisha yangu. Mpaka hata niliachaga tu ambavyo naviacha na Mungu aweze kutenda uwepo wake na wepesi wake. Nashukuru Mungu hata hivyo. Nashukuru serikali yangu pia na tume yote ambayo imeweza kufanikisha hili jambo kuwa jinsi ambavyo limekuwa na hata mpaka leo hii kuweza kufikia hapa lilipofika. Vyote kwa vyote naweza nikasema sina mengi ya kuongea zaidi ya kushukuru tena serikali yangu na Mungu wangu. Asanteni sana.